hapo wakafanya kazi kwa karibu na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, akamaliza hatamu yake 2022. Mheshimiwa Raila Odinga akamenyana na naibu wa rais William Ruto katika uchaguzi ule. Mheshimiwa William Ruto akatangazwa mshindi. Tukashuhudia msukosuko mwaka wa kwanza wa Mheshimiwa William Ruto ulioongozwa na Mheshimiwa Raila Odinga. Mwaka wa pili nguvu zake Mheshimiwa Raila Odinga na chama cha ODM ukafifia kidogo, lakini katokea vurugu iliyoongozwa na vijana wa umri wa makamo. Na baada ya hapo basi tukaona Mheshimiwa William Ruto akimu karibia sana Mheshimiwa Raila Odinga. Na kwa sasa imethibitishwa rasmi siku ya Ijumaa ya kwamba wameingia katika mkataba wa kuhakikisha ya kwamba uongozi wake Mheshimiwa William Ruto katika awamu ya kwanza unakamilika pasipo na dosari. Kwa sababu hiyo tu ndio garanti ya kipekee ambayo Mheshimiwa Raila Odinga anaweza kumpea Mheshimiwa William Ruto, kwamba atamaliza kifungu chake cha miaka 5 ya kwanza pasipo na dosari. Hatujui kama 2027 atafanya vile alivyofanya mwaka 2002 au atasalia na Mheshimiwa William Ruto kwa sababu pengine ya umri, asema ya kwamba kwa sababu katika handshake yake na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta hakuweza kutoa watu katika uongozi wa taifa. Viongozi katika ngazi ya kitaifa, mawaziri na vile vile viongozi katika kamati za bunge walisalia kuwa wanachama wa chama cha Jubilee, ingawa wandani wa Rais Uhuru Kenyatta. Lakini kwa sasa tumeona ya kwamba wandani wake Mheshimiwa Raila Odinga wametwika majukumu kama mawaziri katika serikali ya William Ruto. Vile vile wametwika majukumu kama wenyekiti na manaibu wenyekiti katika kamati mbalimbali za bunge la taifa na vile vile katika bunge la seneti. Kwa hivyo hatujui kama muungano huu au ndoa hii itakuwa ya kudumu baada ya mwaka 2027 au itaweza kusambaratika kabla ya 2027. Lakini ukimsikiza Raila akizungumza wakati ambapo walikuwa wanatia saini, alikuwa anasema kwamba kama mambo yatakwenda sahihi ama sawa, pengine tunaweza keti chini mwaka wa 2027 na tuseme kwamba muungano wa kisiasa. Ndio, na kwa vile ambavyo tunamjua Mheshimiwa Raila Odinga, hizo ni dokezo tu ya kwamba pengine, kwa sababu hata kabla ya kutiwa sahihi mkataba huu ambao ulitiwa sahihi siku ya Ijumaa, wengine wetu tulikuwa tunasema kwamba mkataba huu ulishatiwa sahihi kitambo katika ikulu ya Mombasa. Kile ambacho Mheshimiwa Raila Odinga alikuwa anajaribu kufanya ni kupata uidhinisho wa wanachama wa ODM kinyume, ili kwamba asionekane kwamba ameenda peke yake. Na ukiona yale madokezo ambayo yanatolewa, ikiwa ni kutoka kwa Mheshimiwa Raila Odinga au ni kutoka kwa waandani wake wa karibu, Mheshimiwa Ali Hassan Joho aliyekuwa gavana wa Mombasa, jana tumemsikia Mheshimiwa TJ Kajwang mbunge wa eneo bunge la Ruaraka mjini Nairobi, na wengine ambao ni waandani wa karibu wa Mheshimiwa Raila Odinga akiwemo Junet Mohamed na waziri wa kawi Opiyo Wandayi. Unaona ya kwamba ni dhihirisho ya kuwa kuna mkataba uliokubalika, ya kwamba pengine kwa sasa kiongozi wa taifa Mheshimiwa William Ruto ndiye atakuwa mgombea wa urais kwa muungano utakaojumuisha chama cha ODM. Hivyo ndivyo wanajaribu kuashiria. Ikiwa mambo yataenda segemnege kule mbele, mambo yabadilike pengine, lakini kwa sasa madokezo yote yanaonyesha ya kwamba Mheshimiwa Raila Odinga huenda akamuunga mkono Mheshimiwa William Ruto. Lakini wewe unavyomjua Raila Odinga, unafikiria kwamba mwaka 2027 atamuunga mkono Mheshimiwa William Ruto? Yeye hana azma ya kuwania urais. Ndio maana nikasema ya kwamba pengine kuna mambo ambayo ametilia maanani. Pengine umri wake kwa sasa Mheshimiwa Raila Odinga na umri kwamba atatafuta vikwazo hapa katikati, anasema kwamba huenda akatafuta vikwazo, lakini pia vile tunavyomjua rafiki yangu Zacchaeus Mosame ambaye kwa wakati mmoja amekuwa mwanahabari, kabla ya uchaguzi wa tume ya AU, akasema kwamba shida ya Mheshimiwa Raila Odinga ni kwamba amezoea kuwa nambari 2.
kiasi cha kwamba hata wakati anakuwa nambari 1 anajirudisha nyuma mwenyewe ili akuwe nambari 2. Kwa hivyo na jambo lile lilionekana huenda ikawa ni jambo la kweli, kwa sababu Mheshimiwa Raila Odinga aliongoza awamu 2 za kwanza za uchaguzi katika tume ya AU. Na kisha baadaye akaanza kurudi nyuma, yule kaongeza kura 1, kura 2, kura 3 mpaka zikafika 4 na zikakwama pale 4. Na baadaye kulingana na sheria za AU, ikiwa Mheshimiwa Raila Odinga angelikataa kujiondoa katika kile kinyang'anyiro, basi uchaguzi ungeahirishwa kwa takriban miezi 6 kisha urejelewe. Lakini Mheshimiwa Raila Odinga kajiondoa, kwa hivyo alikuwa he decided to concede. Yes, he decided to concede and become number 2 as is normally said. Lakini maybe the former prime minister does not really want to become the president. But even when he does not become the president, he is always in a position to be a co-president. Kwa hivyo mimi ninaona ya kwamba maybe katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 kile ambacho kitafanyika ni kwamba ile ripoti ya NADCO itaweza kuwasilishwa bungeni, iweze kutekelezwa kikamilifu, kumaanisha ya kwamba huenda ikawa tutakuwa na kura ya maoni pengine mwaka ujao. Katika hizo kura za maoni itakuwa kurekebisha katiba ili kuweka rasmi katika katiba wadhifa wa waziri mkuu na vile vile nyadhifa za manaibu waziri wakuu na kiongozi rasmi wa upinzani. Kuna mtazamaji mmoja ananiuliza swali hapa, anasema yeye hafahamu ni mambo yepi ambayo yalikuwa katika mkataba wa Rais William Ruto na Raila Amolo Odinga. Na Mheshimiwa Raila Odinga. Kuna mambo yasiyopungua 10 ambayo yaliweza kutiwa katika ule mkataba. Nafikiri ninazo mahali, nikiweza kuziona tutaweza kuzipitia kwa haraka. Na mambo yale haswa yalikuwa ya kuweza kuhakikisha ya kwamba chama cha ODM kinaonekana kuwa kinamzingatia mwananchi, ya kwamba kutaondolewa au kutakomeshwa visa vya utekaji nyara, na vile vile kutakuwepo na uhuru wa watu kutangamana na kufanya maandamano bila ya kuweza shuhudia makabiliano na polisi. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo yalikuwepo katika ule mkataba. Na vile vile ya kwamba serikali ya kitaifa itazingatia kuhakikisha ya kwamba bei ya bidhaa imeweza kushuka na kuhakikisha ya kwamba uchumi umeimarika. Ni baadhi tu ya mambo ambayo niliweza kuyaona katika ule mkataba. Is there anything new? Hakuna kitu ambacho ni kigeni, lakini pengine kuna msukumo wa kigeni wa kuhakikisha kwamba vitu hivi vinafanyika. Kwa sababu katika ile ripoti ya NADCO vile vile mambo yale ambayo yamekuwepo katika mkataba huu uliotiwa sahihi na Mheshimiwa William Ruto na Mheshimiwa Raila Odinga kwa niaba ya vyama vyao siku ya Ijumaa, vilikuweko katika ule mkataba wa NADCO. Lakini ule mkataba wa NADCO baada ya kuwasilishwa bungeni hakujekuwa na nia ya kuweza kuhakikisha kwamba unatekelezwa. Nafikiri kwa sababu kwa wakati yule Mheshimiwa Rais William Ruto bado alikuwa na uungwaji mkono mkubwa katika chama chake cha UDA na eneo la Mlima Kenya, ambapo anatoka aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Lakini baada ya kuondoka kwake, basi kukawa na msukosuko kidogo katika uungwaji mkono kwa Mheshimiwa William Ruto. Kwa hivyo kutokana na hayo, nafikiri ndiyo sababu kwa sasa inabidi ripoti ile ya NADCO ikaweze kushughulikiwa vilivyo. Na yale mambo ambayo Mheshimiwa Raila Odinga anayataka kwa kiwango kikubwa ukizingatia mikataba aliyofanya hapo mbeleni yameweza kutekelezwa. Ikiwa ni na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ikiwa ni na Mheshimiwa Mwai Kibaki, mambo yale yalitekelezwa nafikiri kwa 70% yaliweza kutekelezwa. Kwa hivyo sina tashwishi ya kwamba kutokana na msukumo na uungwaji mkono alio na Mheshimiwa Raila Odinga na chama chake cha ODM, basi yale mambo ambayo yanahitajika, kwa mfano kupitia kurekebishwa kwa sheria katika bunge, yatafanyika. Yale mambo ambayo yanahitajika yeye mwenyewe kujadiliana moja kwa moja na Mheshimiwa William Ruto kuhakikisha yametekelezwa, najua vile vile yatatekelezwa kwa sababu ya msimamo mkali na msukumo alio nayo Mheshimiwa Raila Odinga. Nataka nikurejeshe nyuma Bwana Julius. Ndiyo. Na tumemsikiza aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua akizungumza, akasema kwamba
iwapo Raila Amolo Odinga atajiunga nao, basi atamfanya kuwa rais mapema asubuhi kabla Raila aenda apige kura mwenyewe. Ndio. Raila anaweza kuwa nafikiria nini? Anaweza kuwa nafikiria kwamba niende kule nikuwe rais, ama nitasalitiwa, ama niketi huku kwa sababu ya umri na mambo mengine. Nafikiri kulingana mimi anapoketi Mheshimiwa Raila Odinga, amekuwepo katika ile nafasi ambayo Mheshimiwa Rigathi Gachagua anamuomba kaweze kujiunga naye. Ya kwamba Mheshimiwa Raila Odinga alikuwa candidate wake rais wa jamhuri, rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ambaye kwa wakati ule alidhaniwa kuwa mrithi au kiongozi rasmi wa eneo la Mlima Kenya. Na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na wote waliokuweko katika upande wake Raila Odinga walikuwa naamini ya kwamba ikiwa Mheshimiwa Raila Odinga atafanikiwa kupata tu kura milioni 1 peke yake kutoka eneo la Mlima Kenya, basi atakuwa rais. Lakini hata ile ambayo ilionekana kwamba ni kura ndogo sana, kura milioni 1, zilishindikana 2022. Kwa hivyo najua mahali anapokaa Mheshimiwa Raila Odinga bado anakumbuka matukio mwaka 2022, na ukiwasikiza wandani wake Mheshimiwa Raila Odinga watasema kwamba alituahidi kwamba anatukabidhi utawala kwa mikono yake miwili. Haikutendeka. Lakini Mheshimiwa William Ruto, kulingana na ripoti zilizotolewa jana katika bunge, ni kwamba ametumia takriban nusu bilioni kuweza kumfanyia kampeni au kumudhamini Mheshimiwa Raila Odinga katika kampeni za kuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Tume ya Afrika. Na ukiangalia hilo ni kwamba kulikuwa na some level of commitment kutoka kwa Mheshimiwa William Ruto. Na vile vile katika muungano wake na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aliahidiwa hakukuwepo na nafasi za kiserikali alizopewa rasmi Mheshimiwa Raila Odinga. Kwa sasa tayari Mheshimiwa William Ruto kashampa nafasi za kiserikali ambazo zinaamilikiwa na wafuasi wake sugu. Kwa hivyo pengine katika kusema ya kwamba atamdhamini na kumwamini nani, Mheshimiwa Raila Odinga kashaona ya kwamba Mheshimiwa William Ruto pengine ana nafasi au ana moyo na nia ya kufanya zaidi ya ilivyofanyika hapo mbeleni, na pengine huenda akaamua kujiunga na yeye kikamilifu. Unahisi kwamba pengine Rais William Ruto anafanya hivi sababu anajua kwamba mwaka wa 2027 itakuwa ngumu sana kurejeshwa kwa awamu ya pili? Kiongozi yote katika taifa la Kenya, Mheshimiwa Mwai Kibaki, wacha tuanze baada ya mfumo wa siasa ya vyama vingi kuja. Mheshimiwa Daniel Moi alikuwa na kazi ngumu sana kuchaguliwa katika awamu ya pili. Mwaka 1997. Kazi ngumu sana. Mheshimiwa Mwai Kibaki alikuwa na kibarua cha ziada. Inakisia kwamba Mheshimiwa Mwai Kibaki alipoteza uchaguzi wa mwaka 2007, lakini bado alienda kuwa rais kwa awamu ya pili. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta miaka 2016 ilishuhudia maandamano kutoka kila pembe za taifa la Kenya kwa sababu ya kile ambacho kilikuwa kinakisiwa kwamba uundaji wa tume ya uchaguzi nchini ambayo pengine ungemjali yeye Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na kwa hivyo akawa ni kana kwamba haezi faulu katika uchaguzi ule wa mwaka 2017. Akafaulu, mahakama yakasema ya kwamba kulikuwa na dosari, uchaguzi ukarejelewa, na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta bado akachukua hatamu za uongozi kwa awamu ya pili. Mheshimiwa William Ruto hata kuwa na kibarua rais mwaka 2027. Haijalishi nani yako katika upande wake, ikiwemo Raila Odinga, ikiwemo hata kuwemo pamoja na Mheshimiwa Rigathi Gachagua na wengine, hata kuwa na kazi rais mwaka 2027. You think it's very difficult to remove a sitting president in Kenya? It is indeed difficult. It is indeed very difficult to remove a sitting president despite all the challenges you face. Hilo ndilo jambo tunaweza soma kwa sababu ikiwa 2007 Mheshimiwa, are we just wasting time? We are not wasting time. We are not wasting wakati ambapo naona Mheshimiwa Martha Karua anafumbua chama chake, Rigathi Gachagua anazungumza kule, Eugene Wamalwa na msikia na Tembe anazungumza, wanapoteza tu muda. Hapana.
kila mtu anajijenga kwa nafasi yake ili kuweza kuwa katika nafasi nzuri ya kubagain katika ile meza ya keki ya kitaifa. Mheshimiwa Natembeya anajitahidi sana ili kuweza kuwapiku Mheshimiwa Moses Wetangula na Musalia Mudavadi katika siasa za eneo la magharibi. Jambo ambalo nafikiri kwa 50% amefaulu. Tutaenda hapo. Nina mengi sana hapo. Lakini nataka kwanza tumalize na mambo ya Raila ya uchaguzi. Uchaguzi utafanyika, lakini kwa yule ambaye tayari kapewa mamlaka, kwa sababu hata uchaguzi unapofanyika, yeye ndiye aliye na mamlaka. Uchaguzi unafanyika ndio, lakini yeye ndiye aliye mamlakani. Uchaguzi wa mwaka 2022 ukifanyika, aliyekuwa mamlakani ni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa William Ruto hawakuwepo katika ile meza ya utawala. Kwa sasa, lakini mwaka 2022 Ruto alikuwa naibu rais. Alikuwa naibu rais, lakini kiti cha urais kinaketiwa na mtu mmoja wakati mmoja. Naibu wa rais si rais. Kuna majukumu mengi sana anayotekeleza rais wa jamhuri. Mambo mengi sana ambayo hayafahamu kabisa, ambayo hata zile tunaita security apparatus hawawezi mpa intelligence information naibu wa rais. Inaenda kwake rais wa jamhuri moja kwa moja. Yule naibu wa rais ana nafasi tu ya kupata yale mafichuzi yanayofanywa na ujasusi na vyombo vya usalama wakati anapokula kiapo ya kuwa rais. Lakini kama yeye ni naibu, yeye ni naibu. Ni kama katika shule, naibu wa mwalimu mkuu ni naibu wa mwalimu mkuu, si mwalimu mkuu. Atakapoondoka mwalimu mkuu na huyu apewe hatamu za kuiongoza hata kwa ukaimu ile shule, basi ndivyo ataweza kupata mafichuzi ya mambo yanavyofanyika katika ile ofisi ya mwalimu mkuu. Lakini akiwa bado ni naibu, yeye ni naibu tu, kuna mambo ambayo haezi kuyajua. Ni siri ambazo zinajulikana tu kwa kiongozi wa taifa na asasi za kiusalama ambazo zinahusika. Kwa hivyo hata tunapoelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027, viongozi wa upinzani watakuwa na information au na habari kwa kiwango fulani. Ijapokuwa ni wagombea urais wanapewa ule ulinzi ukiimarishwa kulingana na walivyo kwa sasa, lakini hautamfikia kiongozi anayeshikilia ile sword ya kwamba yeye ndiyo commander in chief. Hata apoteze kura. Atapoteza kura katika ule, ndio maana ni vigumu kupoteza kura, kwa sababu yeye ndiye yako na usasi. Lakini wanapoteza, lakini ni vigumu kupoteza. Ni vigumu kupoteza kwa sababu kabla ya kutangazwa kwa matokeo ya mwaka 2022 ya uchaguzi, sheria ilimhitaji mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kwanza kumfahamisha rais wa jamhuri ni nani aliyeibuka mshindi. Kwa hivyo kabla ya Mheshimiwa William Ruto kujua kwamba yeye ni mshindi, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa anajua ya kwamba Mheshimiwa William Ruto ndio rais. Na ni vigumu sana. Kwa hivyo itakapofika 2027 pengine tarehe 14 na rais William Ruto apoteze, lazima ataambiwa kwanza umepoteza. Tume huru ya uchaguzi nchini amfahamishe rais kwamba umepoteza. Mshindi ni huyu. Je, kumbuka anamwambia rais wa jamhuri umepoteza katika uchaguzi. Umepoteza katika uchaguzi. It cannot happen. Ndio kwa sababu it is better in transition. Nafikiri ingelikuwa tuna uwezo, rais wa jamhuri ya Kenya, tungesema ya kwamba tufanye uchaguzi mara moja katika kipindi cha miaka 7 au 8. Rais akitaguliwa akimaliza kipindi cha miaka 7 aende nyumbani. Kusiwe na awamu ya pili. Nafikiri tungekuwa katika nafasi nzuri zaidi kuondoa yale mashindano ambayo yanakuja wakati kunahitajika awamu ya pili kwa rais aliyeko mamlakani. Pengine tuachilie kura za ubunge na useneta na magavana, usalie wa awamu za miaka 5 na awe na nafasi ya kuchaguliwa kipindi kingine. Lakini kwa sababu za kiusalama na umoja wa taifa, pengine mawazo yangu yangelikuwa ya kwamba tufanye uchaguzi mara moja katika kipindi cha miaka 7 au 8, ili yule rais kama vile tume huru zinavyofanya, pengine anapochaguliwa anaitwa nani,
mkuu wa sheria anaweza kuwa tukua ofisini kwa kipindi cha miaka 7. Baada ya kipindi cha miaka 7 haruhusiwi tena kuwa katika ile nafasi. Pengine kuwe na sheria kama ile kwa kiwango cha urais, ili tuzuie na kuondoa ile changamoto ambazo zinakuja wakati rais wa jamhuri pengine yako katika kiti na anahitaji kuhakikisha ya kwamba hajapoteza katika uchaguzi. Ndio. Nataka nikuulize, je, unahisi kwamba huu mkataba, hii ndoa kati ya rais na Raila Odinga, ndio, ina manufaa yoyote kwa mwananchi wa kawaida? Kwangu mimi manufaa inakuja tu wakati zile services anazohitaji mwananchi wa kawaida zinaweza kutolewa pasipo na vizuizi au na vigezo. Mfano mwaka 2022 baada ya uchaguzi tulishuhudia visa vingi sana kuanzia mwaka 2022, 23 vya maandamano ambayo yaliongozwa na Mheshimiwa Raila Odinga kwa sababu ya jambo moja au nyingine. Kwa sasa hakutakuwepo maandamano haya kwa sababu kuna mkataba. Pengine tutasema ya kwamba wale Gen Zs watakuwa na nafasi nyingine ya kwenda kuandamana. Lakini je, wataandamana kwa sababu gani? Kwa sababu yale mambo ambayo walioandamana kwa sababu yake mwaka jana Gen Zs yalikuwa ni mambo ambayo kila siku katika vyombo vya habari Mheshimiwa Raila Odinga na chama cha ODM walikuwa wanateta kuyahusu. Anasema ya kwamba katika finance bill kumewekwa ada ya mkate. Sio kwamba wale vijana walikuwa wanapata zile habari moja kwa moja wenyewe, hapana, au kwa kusoma, lakini kwa sababu viongozi wa chama cha ODM wako katika zile kamati za bunge na wanapata ile finance bill haraka, basi hao ndio walikuwa wanafichua. Haswa Mheshimiwa John Mbadi ambaye kwa sasa ni waziri ni waziri wa fedha, ndiye alikuwa wa kwanza kufichua mambo mengi ambayo yalisababisha vijana kuenda kuandamana kwa sababu ya gharama ya maisha. Kwa hivyo ninatarajia kwamba katika kipindi hiki anapochangia pakubwa kama waziri wa fedha katika utengenezaji wa bajeti, mambo yale yaliyowakera ama yaliyomkera yeye atakuwa kwanza kuyaondoa, ili kuhakikisha kwamba zile stakabadhi ambazo anapeleka katika bunge hayana mambo ambayo yataleta msisimuko wa kihisia na pengine kusababisha ukosefu wa furaha na maridhiano katika taifa la Kenya. Iweje kwamba Mheshimiwa Raila Odinga anajiunga na serikali wakati ambapo kuna utekaji nyara, vifo vingi sana vinaripotiwa, mambo mengi sana yanafanyika? Iweje kwamba Raila sasa anasema kwamba serikali ambayo iko sawa na tayari he has joined? Hajasema ya kwamba iko sawa. Nafikiri hilo ni jambo ambalo liwekwe bayana ya kwamba hajasema iko sawa, lakini Mheshimiwa Raila Odinga amesema ya kwamba wanataka kutengeneza njia ya kuhakikisha ya kwamba mambo yale yanashughulikiwa kikamilifu. Lakini mambo ambayo yamezungumzwa miaka nenda miaka rudi, na nimesema ya kwamba ukiangalia mikataba ya hapo awali ya Mheshimiwa Raila Odinga na viongozi wengine, alihakikisha kwamba yale mambo yaliyowekwa katika mkataba yametekelezwa takriban 70%. Kwa hivyo kumaanisha katika msukumo, Mheshimiwa Raila Odinga ana msukumo wa aina yake anapokuwa katika ngazi yoyote. Na ndio maana unaona ya kwamba kukiwa na muungano wa upinzani ambapo Mheshimiwa Raila Odinga na chama cha ODM kiko, basi kinakuwa ndio sauti ya upinzani kwa sababu ya msukumo wa chama cha ODM na msukumo wa Raila Odinga kama mtu binafsi. Kwa hivyo anapojiunga katika serikali hii, tunajua ya kwamba wakati ya muungano wa serikali ya Grand Coalition, Mheshimiwa Raila Odinga alikuwa waziri mkuu, lakini kulikuwa kutendeka mambo ambayo pengine anaona hayampendezi, anayakosoa ijapokuwa yeye ni waziri mkuu. Kwa hivyo ninajua hata kwa sasa ikiwa shughuli hizi, mimi natarajia kuanzia sasa hatutashuhudia visa vya utekaji nyara na nini, havitakuwa vikishuhudiwa. Pengine hata ndio maana unaona ya kwamba yule MCA wa kaunti ya Wajir, Yusuf, ameweza kuachiliwa. Pengine ni kwa sababu ya ule msukumo wa ndani kwa ndani ambao wanaleta baada ya miezi 6. Lakini pengine kwa sababu ya hiyo, pengine Mheshimiwa Raila Odinga alimwambia Mheshimiwa William Ruto, tutakapotia sahihi, watu wote ambao wamezuiliwa kwa sababu ya kutekwa nyara waachiliwe huru. Na ifanywe, isipofanyika chini ya wiki moja tutajiondoa katika mkataba huu. Yale ndio masharti ambayo Mheshimiwa Raila Odinga huwa anaweka. Na pengine ikambidi Mheshimiwa William Ruto, ijapokuwa hajui ama anajua, anafahamu,
ikabidi aambie asasi za usalama, popote mlipo hakikisheni ya kwamba ambao wamezuiliwa au wametekwa nyara wameachiliwa haraka iwezekanavyo, kwa sababu sasa ile inaitwa pulse za serikali ya Mheshimiwa William Ruto ziko pengine kwa kiganja cha Mheshimiwa Raila Odinga. Nilimsikia aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua akisema kwamba iwapo Raila Odinga anataka miguu zake zioshwe na muombe Rais William Ruto kumosha, Rais Ruto atamuosha. The same thing you're saying. Wenda ikawa mimi sijasema hivyo. Kile ambacho ningetaka Mheshimiwa Rigathi Gachagua akumbuke ni kwamba mfalme ni mfalme. Haijalishi hata ikiwa nguvu zake zimepungua vipi, lakini anayekalia kiti cha ufalme kwa wakati ule yeye ndiyo mfalme. Ana uwezo wa kufanya kitu chochote within a twinkle of an eye. Kwa hivyo huenda ikawa tutamuona ya kwamba Mheshimiwa William Ruto amenyenyekea, amefanya nini? Ananyenyekea, lakini bado anajua ya kwamba ule upanga yeye ndiye ameshikilia kwenye mkono. Uhisi kwamba we shall have a co-presidency 2027? It doesn't matter. We could have a co-president, but the president will still be one. The co-presidency will come in the sharing of government positions, but the ultimate call will remain with the sitting president. But I also want to bring to your attention that after the election, the president may be very humble before the election of 2027. But after the election, we could see a different kind of president. We saw how ruthless Uhuru Muigai Kenyatta could become. The Uhuru Kenyatta of 2013 to 2017 and the one of 2018 to 2022 were very different people. So we do not know the William Ruto of 2020 to 2032. Ndio. Nataka tukimalizia tu kabla tukuje kwa masuala ya hapa kwetu. Ndio. Pesa zinatolewa sana kanisani na Rais William Ruto, na nilimsikiza siku ya Jumapili akisema kwamba sisi tutajenga kanisa na hatuwezi muacha shetani aingie katika nchi ya Kenya. Pesa zinatolewa sana, milioni na milioni ya pesa. Mheshimiwa William Ruto amejulikana kwa kutoa hela haswa kwa makanisa kwa muda mrefu, sio kwa sababu amekuwa rais. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, Mheshimiwa Daniel Toroitich arap Moi alikuwa na mtindo sawia wa kuchangia sana katika ujenzi wa makanisa, haswa makanisa ya AIC nyakati zile. Mheshimiwa William Ruto ameonekana kwamba habagui kanisa, pengine anahusika katika ujenzi wa makanisa ya Katoliki ya AIC ambapo yeye ni mshirika pengine, na makanisa mengine, hata kanisa letu la Kianglikana hapa katoa mchango wa milioni 5 kusaidia katika miradi ya maendeleo. Na zilifika? Ndio, hela zile zilifika na zinaendelea kufanya kazi iliyotakikana. Na nimesikia watu wengi wakisema kwamba pengine Mheshimiwa Rais anahitaji kutoa, hata ingawa anatoa mchango. Kwa jambo la kwanza, ninafikiri yeye kwenda katika kiwango ambacho anatoa takriban shilingi milioni 20, pengine anaweza kuwa anavuka mipaka kwa sasa. Kwa sababu zile ni hela nyingi sana ambazo kwa kiwango ya kwamba zinatolewa na mtu mmoja, nafikiri pengine inaonyesha ya kwamba kuna hela nyingi mahali fulani ambapo. Ukiangalia kwenye mitandao kuna wengi wanasema kwamba hizo shilingi milioni 20 pengine wape wale ambao hawajiwezi. Huenda ikawa wana nafasi kama hiyo, lakini hata Yesu alipokuwa duniani, wakati yule Maria Magdalena alipochukua ile marashi yenye gharama ya juu sana na kuweza kumpaka Yesu miguuni, wafuasi wake Yesu ambao walikuwa ni wafuasi sugu pamoja na watu wengine wakaanza kusema kwamba ni wakati pengine yale marashi hayangetumika kumpanguza Yesu miguu, ila yangetumika na mafuta yangeweza kuuzwa kwa gharama ya juu sana, na zile hela zikatumike katika kuwasaidia wasiojiweza katika jamii. Na Yesu akajibu akasema ya kwamba mtakuwepo nao wasiojiweza katika jamii siku zote, lakini mimi naenda. Kwa hivyo
wasiojiweza katika jamii hawataisha, hata ingawa Mheshimiwa William Ruto atatoa milioni 20 au milioni 100. Nafikiri kile ambacho ni muhimu sana ni kuwa na program ya serikali ambayo ni sustainable, ili kuweza kuwachunga wale ambao hawajiwezi. Kwa mfano ile ambayo inafanywa kwa sasa, cash transfer kwa watu walio na miaka zaidi ya 60. Pengine ni wakati ambapo mradi ule usongezwe ili kuweza kuwashughulikia mayatima na watoto ambao wanarandaranda katika mitaa through a forum. Na nilisikia tetesi ya kwamba, na imesemekana kupitia waziri wa leba katika ule ujumbe wake aliyekuwa anatoa katika kamati ya bunge, ya kwamba zile Child Welfare Society of Kenya ambazo zinahusika sana na zile children's homes official za serikali inataka kufungwa. Nafikiri kufunga kwa kitengo kile cha serikali kutaletea Kenya balaa zaidi. Na ikiwa kweli serikali kupitia baraza la mawaziri uliidhinisha ile, inafaa kureconsider na kususia programu ya kuweza kuondoa, ili kuhakikisha ya kwamba wale ambao hawajiwezi katika jamii wana nafasi ya kushughulikiwa. Ikiwa wazee wanapata ile cash transfer, wale watoto ambao ni mayatima na hawajiwezi waende katika ile Child Welfare Society na waweze kushughulikiwa pale, wapate malezi, wapate mahali pa kusoma na kujikimu kielimu. Serikali iwe na mradi ambao ni sustainable, sio kupitia utoaji wa pesa za ghafla kama vile ambazo zinatolewa katika kanisa. Na nani alisema ya kwamba kanisa iwasaidie ambao hawajiwezi? Kwa kiwango kikubwa inawasaidia. Katika lile kanisa moja ambalo alikuwa Mheshimiwa William Ruto pale Nairobi, Jesus Azwina, tumeona ya kwamba kumepelekwa pale ile program ya kazi ya kuwapeleka vijana katika nchi. Anasema askofu pia ni siasa anapiga. Huenda ikawa anapiga siasa. Katika shughuli zote kuna siasa. Kanisani kuna siasa, katika shughuli za uendeshaji, hata kituo hiki cha matangazo kuna siasa za maeneo haya. Kwa hivyo huenda ikawa askofu anapiga siasa pale, lakini ni siasa kwa manufaa yake, na kuna siasa kwa manufaa ya waumini, na vile vile kwa manufaa ya wale watu wengine ambao si washirika wa lile kanisa. Alisema kwamba anajua wale ambao walifanya huu mpango. Nahisi kwamba ni mazungumzo tu. Mazungumzo yake alisema ya kwamba hata naibu wa rais aliyeondolewa Rigathi Gachagua aliwahi kufanya changisho katika eneo hilo. Kwa hivyo pengine kulingana na yeye, huenda ikawa mbunge wa eneo hilo la ambalo kanisa hilo la Jesus Azwina linapatikana, ambaye ni mwandani wa karibu wa Mheshimiwa Rigathi Gachagua, amehusika pengine kwa ule uchochezi. Nafikiri ukiangalia kwa undani, pengine ndio kuashiria kwake. Hajasema kwa mdomo wake, lakini pengine alikuwa anaashiria kwamba vurugu zile ambazo zinashuhudiwa mitandaoni na mambo kama yale pengine yanachochewa na wandani wa aliyekuwa naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Ndio. Na Bwana Julius, nataka turejee hapa kwetu. Ndio. Raila Amolo Odinga wamezungumza na Rais William Ruto, wakaandika mkataba hadi mwaka wa 2027. Hatujui yale ambayo yatatokea. Juzi kwenye mazishi ya aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini, marehemu Wafula Chebukati, tumemsikia gavana wa Trans Nzoia George Natembeya akisema kwamba nyinyi msipojipanga, hafla ambayo ilifanyika kule KICC Nairobi tutaionea view sasa. Unahisi kwamba hatma ya Speaker Moses Masika Wetangula na Musalia Mudavadi ipo wapi? Mheshimiwa Musalia Mudavadi, sababu Raila, there must be casualties. Of course. Mheshimiwa Musalia Mudavadi alizungumza pia baada ya nafasi ile, na akasema ya kwamba yeye aliona mambo haya mbeleni, ndio maana akaamua kujiunga na chama cha UDA rasmi. Kwa hivyo anapozungumza Mheshimiwa William Ruto kwa niaba ya chama cha UDA, amezungumza kwa niaba ya Mheshimiwa Musalia Mudavadi na wale wengine wote ambao ni wanachama wa chama cha UDA. Na kulingana na yeye, yuko sawa kwa sababu interests zake zitaweza kuwa protected na Mheshimiwa William Ruto.
Mheshimiwa Moses Masika Wetangula akajitetea vile vile akasema ya kwamba kabla kufanyika kile kikao cha pale KICC ambapo Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa William Ruto walitia mkataba sahihi, yeye kama convener au yule ambaye anahusika na kuita mikutano rasmi ya mrengo wa Kenya Kwanza alikuwa ashafanya kikao chake. Kwa hivyo yale ambaye alienda kujadiliwa katika ukumbi wa KICC tayari alikuwa anayajua na alikuwa anajua ni mambo yapi yaliyokuwa yanatiwa sahihi. Hiyo ni jambo la kwanza, na kuweza kujua huenda ikawa ndio hivyo. Mheshimiwa William Ruto nyakati zile akiwa naibu wa rais, wakati Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Raila Odinga walipoungana, alisema ya kwamba alijulishwa ya kwamba mkataba ule unaenda kutiwa sahihi, na akamwambia rais ya kwamba yeye ni kiongozi wa chama, basi afanye yale ambayo anaona ni mzuri kwa chama cha Jubilee. Ndio mwanzo tunaanza kuona ya kwamba wanasema maua yanafanya nini? Koko unaanika maua. Unaalika maua. Ndio unaanza kwa sasa. Kwa sababu tutashuhudia alivyosema alikuwa anafahamu naibu wa rais William Ruto nyakati zile, na baadaye akaanza kutuambia kwamba handshake ndio chanzo cha matatizo makuu katika serikali ya Jubilee. Pengine katika muda usiokuwa mrefu tutaanza kushuhudia pengine Mheshimiwa Moses Wetangula, kwa sababu kwa sasa sitaki kusema ya kwamba nafasi yake iko katika dosari au katika tashwishi na wasiwasi, lakini Mheshimiwa William Ruto alisikika mbeleni akisema ya kwamba anataka kuunda chama kikubwa cha kisiasa ambaye ni chama cha UDA. Ndio maana chama cha ANC kajiunga ndani ya chama cha UDA. Alipojiunga chama cha UDA kijabadilishwa jina. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba chama cha ANC kili dissolve na kuingia chama cha UDA. Hivyo ndivyo matarajio yaliyokuweko baina ya chama cha Ford Kenya na chama cha UDA, ya kwamba zile vyama tanzu vya muungano wa Kenya Kwanza vikaweza kufanya chama kimoja kikuu. Hakijafanyika kwa sasa, nafikiri tuzidi kutazama. Mheshimiwa Masinde, wacha let us call a spade a spade. Sijui mbona utaki kuzungumza. Ukweli wa mambo ni huu. Tumemsikia aliyekuwa katibu wa chama cha UDA Cleophas Malala kule kwa mazishi ya aliyekuwa mbunge wa Malaba Malumi Njenje. Anasema kwamba hata huyu speaker ambaye ameketi hapa hajui kama yeye ni speaker. Raila Odinga anajiunga na serikali, anataka kile kiti cha mkuu wa mawaziri ambacho kwa sasa hivi kimekaliwa na Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Jambo la kwanza, mkataba waliotia sahihi katika muungano wa Kenya Kwanza, chama cha Ford Kenya, UDA na ANC, ulikuwa ni mkataba wa kipindi cha miaka mitano, 2022 2027. Ikiwa kutakuwepo na mkataba wa makubaliano rasmi wa kisiasa, kwa sababu ule ulioko kwa sasa si wa kisiasa, kati ya Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa William Ruto, ikiwa utakuwepo, utakuwa ni mkataba wa mwaka 2027-32. Kwa hivyo ule mkataba wa 2022-27 hautakuwa umeathirika mahali popote. Kile ambacho najaribu kusema ni kwamba pengine kwa sasa nafasi yake Mheshimiwa Moses Masika Wetangula iko sawa mpaka kipindi cha mwaka 2027. Baada ya mwaka 2027 ninapoketi sitarajia kwamba Mheshimiwa Moses Masika Wetangula atakuwa spika wa bunge la taifa tena. Kuenda ikawa kama hatachukua ile hatua ya haraka aliyochukua pengine Mheshimiwa Musalia Mudavadi, akajipata katika ile kona ambayo ni ngumu kutoka. Na hiyo hatua anafaa chukue lini? Unahisi kwamba kabla ya kura za mwaka 2027? Kabla ya kura za mwaka 2027. Kwa sababu ikiwa yeye anahitaji kuhifadhi kiti chake cha spika wa bunge la taifa, basi hapaswi kugombea katika uchaguzi mkuu wa 2027. Kwa hivyo ndio awe katika ile nafasi, ni lazima ikuwe ni ahadi ya mapema ya kwamba wewe salia katika bunge la taifa,
kuwa spika wa bunge la taifa tunakuhifadhi pale, lakini katika maeneo bunge ya Bungoma vyama ambavyo vitaweza kufadhili wagombea ni chama cha UDA na chama cha ODM. Na nataka kuhakikishia kwamba pengine huu ndio utakuwa mkondo. Na pengine wale wabunge wa sasa wa chama cha Ford Kenya itawabidi wajiunge na chama cha UDA ili kuweza kupata nafasi ya kuwania katika nafasi za uchaguzi ujao. La sivyo pengine watasimamisha, lakini nafasi yake Mheshimiwa Wetangula itakuwa imepotezwa katika nafasi ile ya kitaifa. Moses Masika Wetangula amekuepo kwa zaidi ya miaka 33 kwenye ulingo wa siasa. Ndio. Musalia Mudavadi amekuepo kwa zaidi ya miaka 36 kwenye ulingo wa siasa. Ndio. Uhisi kwamba ni wakati mmoja wao sema kwamba kama Moses Masika Wetangula na ushawishi mkubwa sana hapa eneo la magharibi, lakini utakuwa unadhibitisha, uhisi kwamba ni wakati ambapo sema kwamba waketi chini waseme kwamba wacha sisi hata pia sisi tuwanie urais? Jambo la kwanza, ushawishi ni jambo la ushawishi ni jambo ambalo ni relative, si kwamba utalihakikisha. Kwa sababu gani? Ikiwa Mheshimiwa Moses Wetangula ana ushawishi mkubwa katika eneo la magharibi, basi wakazi wa eneo la magharibi wangekipigia sana kura chama cha Ford Kenya. Hana ushawishi. Lakini chama cha Ford Kenya kina wabunge 4 katika kaunti ya Bungoma. Kati ya wabunge 9 kina wabunge wangapi? 4 katika kaunti ya Bungoma. Hiyo peke yake inaonyesha ya kwamba hata katika kaunti ya Bungoma ushawishi wake Mheshimiwa Moses Wetangula ni nusu, asilimia 50. Asilimia 50. Wale ambao walifanikiwa kupata viti vya juu katika ngazi ya kaunti ya Bungoma, Mheshimiwa Ken Lusaka kwa mfano, ulikuwa ni ule mchango wa chama cha Ford Kenya na vile vile ushawishi wake Mheshimiwa Ken Lusaka. Kumbuka mwaka 2017 alianguka Mheshimiwa Ken Lusaka katika kura hizo, na licha ya kusimama katika chama cha Jubilee, lakini alianguka kwa takriban kura 18,000 peke yake. 18,000. Kwa hivyo kuonyesha kwamba ushawishi wake Mheshimiwa Moses Wetangula ni nusu ya upigaji kura katika kaunti ya Bungoma, sio katika eneo la magharibi. Sio katika eneo la magharibi. Na pengine inazidi kufifia kwa sababu matarajio ya wakazi wa Bungoma hayajaweza kutimilizwa, ya kwamba katika miaka hii 2 au 3 wamekuwepo spika wa bunge la taifa, ile asilimia 30 aliyowaahidi wakaaji wa mji wa kaunti ya Bungoma na eneo la magharibi haijaweza kuwasilishwa kwa wananchi hao. Kwa hivyo matarajio yanazidi kufifia, imani kwake Mheshimiwa Spika inazidi kufifia. Na kulingana na mimi, kwa hivyo Mheshimiwa Wetangula ushawishi wake ni asilimia 50 katika kaunti ya Bungoma na pengine asilimia 15 katika eneo zima la magharibi. Yule ambaye ana ushawishi mkubwa sana eneo la magharibi ni Raila Odinga. Ndio. Unahisi kwamba pengine mahali ambapo rais ameketi anasema kwamba mimi nikimshika mkono Raila Odinga nimeshika eneo la magharibi, sina haja na Mheshimiwa Spika, sina haja na Mheshimiwa Musalia Mudavadi? Huenda ikawa kwa kiwango kikubwa maneno yao ni ya ukweli, lakini kumbuka hata kama huenda ikawa hana haja na viongozi hawa, anahitajika kuonekana ya kwamba yeye ni mtu mwenye kuweka ahadi. Ndio maana nafasi yake, kulingana na mimi, nafasi yake Mheshimiwa Musalia Mudavadi huenda ikasalia kuwa nafasi ambayo iko guaranteed katika kipindi cha miaka 5, na pengine katika mkataba mpya utakao kuwepo. Mimi ninakisia kwamba ikiwa Mheshimiwa Musalia Mudavadi na viongozi wengine wa magharibi watasalia katika chama cha UDA, basi nafasi yake Mheshimiwa Musalia Mudavadi huenda ikawa ni ile ya yeye kuchaguliwa rasmi pengine kuwa kwa wakati ule. Ninavyokisia huenda ikawa pengine hata Mheshimiwa Mudavadi akaambiwa aende akuwe spika wa bunge la Seneti wakati wa makubaliano yatakayokuja, ili kumruhusu Mheshimiwa Raila Odinga pengine awe waziri mkuu. Ile nafasi ya mbunge ya pengine ya spika wa bunge la Seneti ambayo inashikiliwa na Mheshimiwa Amason Kingi kwa sasa, pengine atapewa ile nafasi ya kuwa naibu wa kwanza wa waziri mkuu wake Mheshimiwa Raila Odinga katika
yale ni mambo ambayo nakisia ikiwa ndivyo itakavyokuwa. Na yeye atakuwa amewakilisha mrengo wa chama cha UDA katika kutoka eneo la Pwani. Pengine ile nafasi ya pili itapewa kiongozi kutoka eneo la Kisii upande wa chama cha ODM, na naibu wa waziri mkuu wa pili pengine huenda ikawa atatoka eneo la Kisii lakini mrengo wa ODM hatujui, lakini hivyo ndivyo ninavyokisia kwa sasa, kwa sababu rais atatoka katika eneo la bonde la Ufa. Nina shuku ya kwamba nafasi ile anayoishikilia Profesa Kithure Kindiki itasalia yake kwa kipindi atakachosalia mamlakani Mheshimiwa William Ruto. Raila atakuwa waziri mkuu mwenye mamlaka makuu katika serikali. Nusu ya serikali atapewa nafasi ya kuteua nusu ya baraza la mawaziri na takriban nusu ya wale permanent secretary ambao wataweza kusajiliwa. Unahisi ni sababu gani kuu ambazo pengine zinachangia pakubwa viongozi kutoka eneo la magharibi hawana, tuseme, ni uwezo ama hawana nia ya kuwania urais? Viongozi wa eneo la magharibi ambao wametajika kwa muda wamekuwepo katika muda mrefu sana katika ngazi za juu serikalini, lakini kuwepo kwao pale hakujaweza kuwa na ile tunaita trickle down effect kwa wananchi wa eneo la magharibi. Ndio maana unaona ya kwamba pengine wakaazi wengi, jumla ya nusu ya wakaazi wa magharibi wana imani kwake Mheshimiwa Raila Odinga kuliko walivyo navyo viongozi wanaotoka katika eneo la magharibi. Na ndio maana unaona ya kwamba hata viongozi wengine wanapotaka kuchaguliwa, pengine Senator Ososi kutoka kule Vihiga, kuna tetesi ya kwamba anataka kuchaguliwa gavana, lakini anajiweka karibu sana kwake Mheshimiwa Raila Odinga kwa sababu anajua Mheshimiwa Raila Odinga ana ufuasi mkubwa katika eneo la Vihiga, kaunti ya Kakamega, kaunti ya Busia. Zile kaunti mbili zilizosalia, Bungoma na Trans Nzoia, ambazo pia Trans Nzoia ingawa iko katika eneo la bonde la Ufa, lakini wanajulikana sana kufuata mambo ya magharibi kwa sababu jamii kubwa ni ya watu wa magharibi. Utapata ya kwamba kwa muda mrefu eneo la kaunti ya Trans Nzoia imekuwa ikifuata maamuzi ya kaunti ya Bungoma. Na kwa hivyo inaonekana ni kama ni ile tunasema ni spillover. Ni kama kaunti ya Meru na Tharaka Nithi. Maamuzi ya kaunti ya Meru ndio huendelea katika kaunti ya Tharaka Nithi. Ndivyo hivyo katika kaunti ya Bungoma na kaunti ya Trans Nzoia. Lakini katika uchaguzi mkuu uliopita kaunti ya Trans Nzoia walisusia mkondo waliochukua watu wa Bungoma. Na pengine kwa kiwango kikubwa kaunti ya Bungoma 65% waliunga mkono kuchaguliwa kwa Mheshimiwa William Ruto kama rais wa jamhuri. Kaunti ya Trans Nzoia nafikiri Mheshimiwa William Ruto alipata takriban 45% ya kura zilizopigwa. Na tunaona kwamba pale huenda ikawa ilikuwa 50-50 kwa sababu ya ile influence ya gavana wa sasa wa Trans Nzoia au kwa wakati ule aliyekuwa waziri wa ulinzi Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Lakini kwa sasa hata ile beza aliyokuwa nayo waziri wa ulinzi Mheshimiwa Eugene Wamalwa imeweza kunyakuliwa na gavana wa Trans Nzoia George Natembeya. Hapo tu kwa ujio wa gavana George Natembeya ndio umempa wasiwasi sana Spika Moses Wetangula. Bila shaka kunapoibukia mfalme mwingine, mfalme aliyeko katika mamlaka mpaka aingiwe na wasiwasi na si ati atakubali kwa wakati mmoja. Mheshimiwa Daniel Toroitich Arap Moi alikuwa nguzo ya kisiasa katika eneo la bonde la Ufa kwa muda mrefu sana. Lakini hakuachilia nafasi ile. Alitaka kwamba Mheshimiwa Gideon Moi, seneta wa kitambo wa kaunti ya Baringo, akaweze kumrithi katika ile nafasi. Lakini Mheshimiwa William Ruto akatokezea pembezoni na kuonyesha umahiri wake na ushujaa, na basi akachukua tamu za kuongoza eneo lile la mataifa ya Kalenjin na vile vile eneo nzima la bonde la Ufa. Na ni kupitia kwa ushujaa wake Mheshimiwa William Ruto, sio kwa kupokezwa kijiti na hayati Daniel Toroitich Arap Moi. Kwa hivyo Mheshimiwa George Natembeya anajua ya kwamba kwa yeye kuchukua nafasi za kuongoza eneo la magharibi
kama kiongozi rasmi, basi atafanya vile kwa ushujaa wake mwenyewe na sio kwa kupekezwa kijiti na kiongozi mwingine. Kwa hivyo kwa sasa nafikiri kwa kiwango kikubwa Mheshimiwa George Natembeya ameweza kuchukua, nilivyokuwa nasema, asilimia 50 ya ubabe au ushujaa au ungwaji mkono katika eneo la magharibi, huenda ikawa umemwendea George Natembeya. Mheshimiwa Julius, mimi natoka kule eneo la Busia, kule kaunti ya Busia, Butla kule. Ndiyo. Lakini ukiketi na wazee, ndio, wanaonekana kumtambua sana George Natembeya kuliko Speaker Moses Masika Wetangula. Na ndio maana nikasema ya kwamba ni kwa sababu Mheshimiwa Speaker amekuwepo serikalini kwa muda mrefu, lakini hakujikuwa na ile trickle down effect. Gavana wa Trans Nzoia amekuwepo katika kipindi cha miaka miwili tu, muda mfupi sana, kipindi cha miaka 2.5, lakini kila siku yale mambo ambayo anayaongelea ni yanayomhusu mwananchi wa eneo la magharibi. Yeye kumbuka, anasema ya kwamba sio tu jamii ya Waluya, kwa sababu yeye ni gavana wa Trans Nzoia ambapo yanaishi makabila yote ya 42 au na zaidi ya taifa la Kenya. Kwa hivyo sio tu kwa sababu ya jamii ya Waluya, lakini kwa sababu ya wakaazi wa eneo la magharibi, na amekuwa akiimba wimbo wa eneo la magharibi. Kwa hivyo kwa sasa yeye amejizolea ufuasi katika eneo zima la eneo la magharibi, na kulingana na mimi tunaposonga mbele, ikiwa mheshimiwa, kulingana na mimi, Mheshimiwa Raila Odinga, Mheshimiwa William Ruto na ule uongozi wake Mheshimiwa Moses Masika Wetangula na Mheshimiwa Musalia Mudavadi, pengine utafikia komo kwa wakati mmoja. Huenda ikawa kipindi cha mwaka 2027-32 ni kipindi cha lala salama kwa viongozi hawa wote kwa ujumla. Na katika nafasi hiyo eneo la magharibi, huenda ikawa kiongozi ambaye atakuwa na ufuasi mkubwa sana ni Mheshimiwa George Natembeya. Unahisi Mheshimiwa George Natembeya anapata umahiri sababu wengi wa viongozi kutoka eneo la magharibi pengine ni waoga? Kwa kiwango fulani si waoga, lakini ni wabinafsi. Nimesema mara si moja kwamba uongozi mkuu wa eneo hili la magharibi una ubinafsi uliokithiri. Wakati mingi tunaona ya kwamba katika maeneo anayotokea Mheshimiwa Raila Odinga, anapokuwa katika nafasi yoyote ya kiutawala, kunashuhudiwa maendeleo ya hali ya juu katika eneo lake. Lakini sisi katika eneo la magharibi tumekuwepo, ingawa alituacha mapema Mheshimiwa Michael Christopher Wamalwa kijana, tumekuwepo na Mheshimiwa Mudi Aori ambaye alikuwa naibu makamu wa rais kwa kipindi cha miaka 6 nafikiri 4-5 hivi, kwa sababu ni kutoka 2003 hadi 2007. 2008 ndio Mheshimiwa Kalonzo Musyoka alichaguliwa kama makamu wa rais. Katika kipindi kile hatukushuhudia michipuko ya maendeleo katika maeneo ya magharibi, lakini alipoingia katika serikali ya umoja wa kitaifa, Grand Coalition Government, mwaka 2008, Mheshimiwa Raila Odinga, matokeo makuu ya maendeleo yakashuhudiwa katika eneo analotokea la Nyanza, katika kaunti za Homa Bay, Kisumu, Migori na vile vile katika kaunti ya Siaya katika kipindi hicho cha miaka 5. Ndio maana haizi poteza umaarufu wake katika eneo la Nyanza. Lakini sisi viongozi ambao wamekuwepo baada ya Mheshimiwa Mudi Aori, Mheshimiwa Wetangula alikuwa waziri wa masuala ya nchi za kigeni kuanzia mwaka 2008 mpaka 2013. Je, tulifaidika vipi katika uongozi wake? Kwa sababu katika wakati huo yeye ndiye alikuwa kiongozi wa ngazi ya juu zaidi pengine katika eneo hili la magharibi, pamoja na Mheshimiwa Wycliffe Musalia Mudavadi na Mheshimiwa Oparanya, ambao pia walikuwa mawaziri katika serikali ile ya Grand Coalition. Hatukushuhudia michipuko yoyote ya maendeleo, ijapokuwa kwa kiwango fulani tunaambiwa kwamba katika nafasi yake kama waziri wa mipango, Mheshimiwa Oparanya aliweza kuweka katika bajeti ya kitaifa ile barabara ya kutoka eneo la Riat kule Kisumu na kuelekea hadi Kitale, mji wa Kitale kupitia kaunti ya Kakamega.
kwa kiwango fulani, lakini viongozi wengine hatujashuhudia maendeleo yote, ndio maana hawana ufuasi. Kwa hivyo anapoimba wimbo wa kwamba ni lazima tuzingatie wakazi wa eneo la magharibi, George Natembeya anaonekana kwamba anazungumza lugha ya wananchi wa kawaida. Je, kaunti ya Trans Nzoia imeshuhudia mabadiliko alipochukua hatamu za uongozi? Imeshuhudiwa bila shaka. Sio vile ilivyokuwa wakati alipokuwepo Mheshimiwa Patrick Kaemba kama gavana kwa kipindi cha miaka 10. Tumeona kwamba katika kipindi cha miaka 2.5 kuna mageuzi makubwa yanayofanyika katika kaunti ile ya Trans Nzoia. Kwa hivyo, je, ni nini kitakachomzuia yeye kupata ufuasi na kuweza umaarufu wake kuweza kusambaa katika eneo hili? Hakuna. Nataka umekwepo kwenye ulingo wa siasa. Ndio. Wakati mmoja ukawania kiti cha useneta hapa kaunti ya Bungoma. Ndio. Lakini unahisi kwamba wakati mwingine kuna wale viongozi ambao wanachipuka na wanaweza kufinyiliwa chini? Bila shaka. Haswa unavyozungumza kwa mfano kupitia ukiangalia katika harakati za uchaguzi mdogo wa kumrithi Mheshimiwa Moses Wetangula kama seneta wa kaunti ya Bungoma. Utasikia watu wengi wakisema kwamba watu fulani wana sera, mtu fulani ana sera, lakini yule ambaye hana sera au ambaye hana ujasiri basi anapewa nafasi kwa sababu mtu fulani anataka kuonekana ya kwamba bado amesalia kushikilia eneo fulani kwa mikono yake. Na nafikiri hiki that is actually what is happening in Western Kenya. Not everywhere in Western Kenya, because we have seen other people rising. If it was so everywhere, then we will have a problem still in Trans Nzoia, because the choice of the people will not have been given. So this problem is only in Bungoma? Currently it is only in Bungoma, because the people in Busia are semi-independent in their decisions. Probably what influences why you should be elected in Busia is whether in ODM or another party. Yeah, true. So if you have the energy, the passion, and you can find yourself in ODM, you can still be elected. In this county, even if you are in the Ford Kenya party, yes, and you look more aggressive and more assertive than the party leader, then you have no opportunity to be able to grow. That is the unfortunate thing. And that is why most of us are saddened, because we thought that Ford Kenya as a liberation party, the party that brought about the real multipartyism in this country, will be at the forefront in ensuring the growth of democracy. But as it is being led out of a leadership, a purple leadership, where you cannot question. That is why it's called Papa wa Roma, because you can't question. The Pope in Rome is not questioned for anything. He gives directives and they are followed as if they are law. If there is democracy in the Ford Kenya party, then the party leader will not be calling himself Pope or Papa wa Roma, because he calls himself that to assert his authority, that he must pick which candidate, where and how. It is about him. It is not about the growth of the party. In this county, ama katika eneo hili la Bungoma, ni wakati ambapo sasa inabidi watu wajitolee kuweza kuchagua watu katika vyama tofauti ili kuweza kuleta demokrasia katika kaunti ya Bungoma. Nimemsikia ukisema hayo mbunge wa Kabuchai Majimbo wa Kalasinga. Ndio. Alikuwa analalamika sana. Na mimi nilikutana na Mheshimiwa Kenya kinahujumu maendeleo kule Kabuchai. Na mimi nilikutana na Mheshimiwa Kalasinga wakati wa kampeni za uchaguzi mdogo wa useneta. Na nikamwambia tukiwa katika kanisa moja kule eneo bunge la Kabuchai katika changisho fulani, na nikamwambia, akaniambia kwamba nikajiondoe katika kinyang'anyiro ili nikaanze kumuunga mkono kiongozi mgombeaji wa chama cha Ford Kenya. Nikamwambia hilo haliwezekani kwa sababu katika chama cha Ford Kenya hamna ruhusa ya kufanya mnavyotaka. Mko tu na ruhusa ya kufanya vile anavyotaka kiongozi wa chama.
Mheshimiwa Kalasinga hivi leo ndiye anayepiga nduru akisema ya kwamba chama cha Ford Kenya kinazuia maendeleo katika eneo bunge la Kabuchai. Na pengine ana ushuhuda kwa sababu yeye ni mwandani wa chama cha Ford Kenya na ndicho kilichomleta katika uongozi wa eneo bunge la Kabuchai. Ana ushuhuda ya kwamba chama kile hakitaki maendeleo katika eneo la Kabuchai kwa sababu kinajua ya kwamba atakapoleta maendeleo eneo la Kabuchai yeye atakuwa na umaarufu kumliko mwenyekiti au kiongozi wa chama cha Ford Kenya, na hivyo basi kuwafanya watu wa eneo la Kabuchai watoe ule uaminifu wao kwa kiongozi wa chama. Ndio. Kwa hivyo chama kile hata wandani wenyewe walioko ndani wameanza kushuhudia kwamba hakuna demokrasia katika chama kile na wala si chama kilicho na maoni. The oldest political party in Kenya? At the moment, the oldest political party is KANU, of course. KANU, then. But it is the oldest party after multipartyism. It is the oldest party, but it is diminishing every day. True. But why? Because of bad leadership, because of poor leadership. We do not have a democratically ambako natoka hapa county ya Busia hakuna hata mwakilishi wadi kutoka chama cha Ford Kenya. Mheshimiwa Michael Christopher Simiyu Wamalwa kijana alipoaga mwaka 2003, eneo zima la magharibi lilikuwa linaakilishwa bungeni na wabunge wa chama cha Ford Kenya katika muungano wa NARC, isipokuwa eneo bunge la Nambale ambalo pekee alikuwa Mheshimiwa Chris Okemo. Yes. Lakini akiondoka eneo zima la magharibi lilikuwa nyuma ya Mheshimiwa Michael Christopher Simiyu Wamalwa kijana na chama cha Ford Kenya ambayo kilikuwa moja ya vyama tanzu vya muungano wa NAK uliofanya anakuunda muungano wa NARC. Lakini kuna yule ambaye anakusikiza atasema kwamba iwapo hamridhishwi na uongozi wa chama, mbona msiondoke? Tutaondoka. Sisi tulishaondoka. Hatumo katika chama kile cha Ford Kenya. Mimi kwa sasa ni mwanachama wa chama cha UDA. Siko katika chama cha Ford Kenya. Viongozi wengine ninajua ya kwamba wamo njiani pia wataondoka kwa sababu chama kile kimekosa demokrasia. Mbona chama cha UDA na unaonekana kumshabikia sana gavana wa Trans Nzoia George Natembe? Ni kwa sababu mimi si mtu wa kuzibwa mawazo na fikra, na sio ya kwamba ninamshabikia gavana wa Trans Nzoia. Ninaangalia mambo yalivyo, jinsi mambo yalivyo halisi. Chama cha Ford Kenya ni moja wa vyama tanzu wa muungano wa Kenya Kwanza ambacho chama cha UDA kiko. Lakini mimi nasema ya kwamba katika chama cha Ford Kenya, na ikiwa chama cha Ford Kenya kitaendelea na mtindo ulioko kwa sasa, basi chama kile hakitakuwepo mwaka 2027. Hilo ni jambo ambalo tunaweza kunja katika jamvi, kuweka katika safe nzuri na kupeleka katika benki. Tungoje kutoa 2027. Tukimalizia, chama cha Ford Kenya hakijavunjwa. Ndio. Kufikia sasa. Ndio. Sababu kuu ni gani? Mheshimiwa Moses Masika Wetangula anatumia chama cha Ford Kenya kujinufaisha yeye. Kwa hivyo hata ruhusu chama kile kivunjwe. Ikiwa ataruhusu about control and the 5 million? Which 5 million? It is not about the 5 million. Probably Ford Kenya gets almost 25 million from the exchequer because of the number of MCAs and MPs that it has. It has a total number of 5 MPs and I think about 30 or so MCAs. So because of that it gets 27 MCAs. That is in Bungoma. Yes. That is in Bungoma. There could be other 3 or 4 in Trans Nzoia. There could be, so they could be more than that. Around 40 MCAs in total in the country. UDA has 850 MCAs across the country. And then you want to tell us that these are equal partners in a coalition. Mbona hakivunji chama? In fact, sisi kama watu wa UDA katika kaunti ya Bungoma tumekuwa kulalamika sana kwa sababu serikali iliyoko kwa sasa katika kaunti ya Bungoma inanyanyasa uongozi wa chama cha UDA katika eneo hili la Bungoma.
serikali ya Mheshimiwa Ken Lusaka, pengine sio yeye kama mtu binafsi, lakini kwa sababu ya uongozi wa chama cha Ford Kenya, basi ushirikiano wake na chama cha UDA ni hafifu sana. Na viongozi wetu ambao wanahusika katika bunge la kaunti ya Bungoma na katika uongozi wa serikali ya kaunti wanadhalilishwa sana. Mwakilishi mmoja wa kike, Mheshimiwa Sheila, amekuwa akilimbikiziwa mambo kwa mara nyingi, hata katika kipindi cha sasa tunavyozungumza. Nafikiri, sina uhakika kama amerejelea bungeni. Aliweza kuwa suspended kwa sababu ya kusimama kidete na kudai haki ya chama cha UDA katika bunge la kaunti ya Bungoma. Na ndio maana tunasema kwamba nafikiri pia ikiwa ule ukandamizaji na unyanyasaji na ubepari unaoonyeshwa na chama cha Ford Kenya utazidi kuendelea vile, basi sisi ambao pengine tulikuwa na moyo mwepesi kidogo kwa ajili yao katika uchaguzi mkuu uliopita, katika uchaguzi mkuu ujao tutamwambia kiongozi wetu wa chama ya kwamba kila mahali tuwe na mgombea, ili tukamenyane na chama kile cha Ford Kenya. Ikiwa kitaamua tumenyane katika ulingo mbalimbali, tumenyane kule. Na najua wakati huu ambapo pia chama cha ODM kinapata nguvu kwa sababu ya kujiunga na chama cha UDA, basi huenda ikawa kitashuhudiwa kinyang'anyiro kikali kaunti ya Bungoma, chama cha UDA, chama cha ODM, chama cha DAP Kenya na chama cha Ford Kenya. Na chama cha Ford Kenya itabidi kiwe na makinifu. Unasema kwamba ndio mkoko unalika maua. Ndio. Na mtazamaji, ni dakika 4 hizo kufika ama kutimia saa 3 za asubuhi. Bwana Julius, nataka tu uzungumze mawili matatu pengine ambayo unahisi unataka uzungumze leo. Kwa sasa jana Mheshimiwa Rais alianza ziara ya kaunti ya Nairobi. Tumeona akiandamana na viongozi kutoka miungano ya chama cha UDA na kile chama cha ODM, akiwemo mbunge wa Ruaraka TJ Kajwang, gavana Johnson Sakaja na wengine. Na vile vile tukashuhudia wale wapinzani wakuu wa uongozi wa Mheshimiwa William Ruto wakikosekana katika safari ile, Mheshimiwa Edwin Sifuna na mbunge wa Embakasi ya Mashariki Babu Owino, ambao kwa kiwango kikubwa wanaonekana kuupinga sana uongozi wa Mheshimiwa William Ruto. Nafikiri siasa za Kenya, haswa katika maeneo ambayo yana umaarufu wa chama cha ODM na vile vile ambao pengine ni 50-50, yatakuwa na mabadiliko makuu tunaposonga mbele. Na pengine viongozi wanatakiwa kuangalia jinsi mkondo wa mto unavyosonga na kufanya uamuzi ambao utawafaidi wao na wananchi wa eneo wanayotoka. Ilivyo kwa sasa, sijui kama nafasi yake kama katibu mkuu wa chama cha ODM Mheshimiwa Edwin Sifuna ingali iko katika hali nzuri. Nafikiri ni jambo ambalo anafaa kuangalia, kwa sababu tuliongelea mambo kumhusu aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha UDA Cleophas Malala na jinsi alivyokuwa akifanya, na muda si mchache au si mrefu tukashuhudia kinashura. Ndio. Kwa hivyo nafikiri ni wakati pia akaweze kuangalia ikiwa msimamo aliochukua utamfaidi na uwafaidi wananchi wa kaunti ya Nairobi, au amechukua msimamo ule kwa sababu anafikiri ya kwamba pengine ana nia ya kuwania kiti cha ugavana 2027 na anaona ule ukaribu wa gavana Sakaja na ukaribu wake na Rais William Ruto na vile vile Mheshimiwa Raila Odinga pengine unawatoa nje. Ni wakati wakafanya uamuzi, pengine watajiweka katika nafasi ambapo hata kuchaguliwa katika nafasi walizo kwa sasa huenda ikawa ni ngumu. Nafikiria Mheshimiwa Masinde, nitakuwa nakualika kwenye studio zetu siku ya Jumatatu. Kuna mambo mengi sana ningetaka sana tuzungumzie siku ya Jumatatu. Kama utakuwa na muda tutawasiliana. Majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kabisa. Asante. Na mtazamaji, tukomea hapo kwa sasa, ikiwa imesalia dakika 1 tu kufika saa 3 za asubuhi. Mimi na shukran
za dhati mwelekezi wangu Kelvin Kibet, sema kwamba napoteza muda. Asante sana mwelekezi wangu Kelvin Kibet, mgeni wetu Julius Masinde. Tukutane tena saa 7 kwa taarifa za West TV. Mimi ni Felix Okwaso.